Tuelekee kaunti namba 27 ambapo ilikuwa furaha na vigelegele katika shule ya umma ya Plateau, kaunti ya Uasin Gishu, baada ya shirika la Safaricom kuanza ujenzi upya wa madarasa 12 kutoka madarasa ya chekechea hadi darasa la 10. Shule hiyo ambayo iko katika hali mbaya tayari imeanza kubomolewa na itakamilika chini ya miezi 8 ijayo. Jengo ya matope yanakukaribisha katika shule hii ya msingi ya Plateau. Tangu enzi za ukoloni, madarasa ni haya. Haijapata hata mgao wa CDF kuimarisha miundo msingi. Lakini sasa, kupitia ufadhili wa wakfu wa Safaricom, taswira inatarajiwa kubadilika. Ni historia kwa sababu kulingana na maandishi yaliyo kule, shule hii ilianza 1932. 52 ndio iliweza kusajiliwa na serikali. Lakini all the way from that time, kweli hakuna jengo jipya ambalo limejengwa. Hata ukiangalia vifuzi ambavyo viko pale ni udongo na kwa matofali. Na hii ni shule ambayo imekuwa hapa kwa miaka 74. Na kwa hivyo watu wetu walipofika hapa baada ya kupata ombi kwa tuweze kufanya usaidizi hapa, walikuta majengo haya hayawezi tena kuendelea. Miaka 74 ni miaka mingi sana, na kwa hiyo kazi ambayo itakuwa hapa ni kuangusha kabisa madarasa yote na kuweza kuyajenga mapya. Shule hii iliyo kwenye mpaka wa maeneo bunge ya Enapkoi na Keses huhudumia watoto kutoka familia zisizojiweza. Na japo inaonekana hohehahe, sasa wafadhili wanasema itajengwa upya na kuipa sura ya kisasa. Kazi ambayo itaendelea hapa ni kazi ya kufanya madarasa yetu yawe madarasa ya kisasa. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu kazi iliyopo wakati huu ni kuweza kuwatayarisha hawa wanafunzi wetu waweze kuwa digitally ready. And that's why I was inspired to approach various partners to try and see if we can have this school rebuilt. And this was not a school you could renovate because the buildings are condemned. So this school needed an overhaul, and so it needed a big partner. And I want today to appreciate M-Pesa Foundation because they did hear our cry. They did come here and they did actually confirm with their own engineers that the school cannot be renovated, and so all the buildings have to come down. They're going to build 12 new classrooms, computer labs, modern toilets for the students, 12 for boys, 12 for girls, N-suit for teachers, N-suit for the ECD students, something that you don't see in our primary school. Wakazi hawakuficha furaha yao. Tunatoa shukrani kabisa. Mimi niko na furaha sasa hivi kusikia hii shule jengwa 1952. Hiyo ni wakati wangu nilikuwa nasaliwa. Na nikakuja kusomea hapa. Ujenzi wa shule hii utakarimu shilingi milioni 72, huku wafadhili wakitarajiwa kukamilisha mradi katika miezi 8 ijayo. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu. Kutoka kwa John Wanyama.